Ndugu waandishi wa habari, tumewaiteni leo hapa kama taasisi yetu ya Chanzo cha Matumaini Tanzania mkoa wa Songwe. Tuna jambo letu. Kwa majina naitwa Zakaria Isaya Mshani, ndiye katibu wa Chanzo cha Matumaini Tanzania mkoa wa Songwe. Moja kwa moja nimkaribishe mheshimiwa mwenyekiti wangu wa mkoa ili aweze kuzungumza nanyi waandishi wa habari. Asante. Asante sana. Kwa jina naitwa Monica Eric Chipungahelo, ndiye mwenyekiti wa taasisi ya Chanzo cha Matumaini, yani CHAMATA ndani ya mkoa wa Songwe. Kwanza napenda nitambulishe taasisi hii. Taasisi hii kifupi chake ni CHAMATA, yani Chanzo cha Matumaini mkoa wa Songwe. Hii ni taasisi ambayo iko Tanzania nzima kwa ajili ya kumsemea mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan na miradi anayoifanya kwa Watanzania ili wapate kujua na kuweza hata kumchagua katika mwaka huu wa uchaguzi. Lakini pia napenda nieleze kuhusu shughuli ambazo zinafanywa na hii taasisi. Inafanya shughuli zifuatazo. Kwanza ni kukutana na jamii na kuondoa kero zote zinazotokea katika jamii na kuzitafutia ufumbuzi. Na ndio maana sisi kama taasisi ya Chanzo cha Matumaini mkoa wa Songwe na Tanzania kiujumla tuna ushirikiano wa moja kwa moja na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lengo ni kupeleka kero zinazowakabili wanajamii ili ziweze kufanyiwa ufumbuzi. Lakini pia katika taasisi yetu pia tunakutana na makundi maalum. Tunapoongelea makundi maalum ni watu wasiojiweza, watoto yatima, wagonjwa na watu walioko magerezani. Tunaenda kuwaona na kuwapa mahitaji yale yanayohitajika. Lakini pia taasisi hii ya Chanzo cha Matumaini Tanzania ina malengo yafuatayo. Kwanza ni kuimarisha umoja, uzalendo na uadilifu katika nchi yetu. Kwamba sisi ni Watanzania wamoja na tunafaa kulinda amani yetu. Tutalinda amani yetu endapo kukiwa na umoja, kukiwa na uzalendo pamoja na uadilifu. Tunapenda kutoa mtazamo wetu na msimamo wetu juu ya rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwamba asiwe na wasiwasi, asiogope katika mambo ya kisiasa. Kupigwa mawe ni kawaida. Na hata katika jamii hatujawahi kushuhudia kwamba mtu anachukua jiwe na kupiga kwenye mti ambao una majani tu au anaenda kupiga mawe kwenye mianzi. Hapana, mtu wenye matunda ndio unaopigwa mawe. Napenda niwasihi ndugu wananchi kwa haya yanayoendelea mtandaoni mpuuzeni, lakini muangalie kwamba rais wetu anafanya kazi na anafanya mambo mengi hususan kwa Watanzania. Na hata tukiangalia ndani ya mkoa wetu wa Songwe kuna vitu vingi sana ambavyo rais wetu amevifanya, na hayo maneno ambayo yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii yasiwakatishe tamaa, ila tuangalie mambo mema anayoyafanya katika nchi yetu. Kwa mfano katika mkoa wetu wa Songwe, ukienda katika wilaya ya Mbozi, sehemu inaitwa Mloo, ukienda pale mtaa wa Lutumbi, kuna shule ambayo rais wetu ameijenga. Kwa kweli ni shule ya viwango, na hata watu wenye ulemavu, watoto wenye uhitaji maalum wanasoma katika hiyo shule, na lengo lake ni kukuza elimu katika mkoa wetu wa Songwe na Tanzania kiujumla. Pia hata katika vituo vya afya amefanya mambo makubwa sana. Ndani ya mkoa wetu wa Songwe kuna hospitali ambayo imezinduliwa, ambapo mtu akitoka hospitali ya wilaya alikuwa anapelekwa moja kwa moja hospitali ya Mbeya. Lakini ndani ya mkoa wetu wa Songwe ameweza kuzindua hospitali ya viwango yenye ubora wa hali ya juu. Lakini pia rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa bega kwa bega katika suala la afya la wamama wajawazito, na kweli tunaona hata manyanyaso yale ya mwanzo yanapungua, ni tofauti na ilivyokuwa hapo awali. Kwa hiyo rais wetu anafanya kazi. Hata hayo maneno yanayoendelea, ndugu wananchi, napenda niwasihi tuyapuuze, na napenda kumwambia mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan kwamba sisi vijana wa Songwe, Chanzo cha Matumaini Tanzania CHAMATA, tuko pamoja na yeye bega kwa bega. Shukuru kwa hayo machache mliokuwa mkitusikiliza. Sisi kama viongozi wa Chanzo cha Matumaini ndani ya mkoa wa Songwe, huo ndio ujumbe wetu. Labda kama kutakuwa na maswali. Kama wewe
chanzo cha matumaini mmeaminiwa vipi na kuonekana kama ninyi ndio watu rafiki wa kuweza kuzungumzia mafanikio na changamoto mbalimbali ambazo zinakuwepo katika nchi au katika juhudi za Mama Samia? Kwa nini ninyi tu wakati zipo taasisi nyingi na vyombo vya serikali vipo vingi, kwa nini ninyi? Ni sisi, kwa sababu sisi ndio tunaoishi na jamii na tunayaona mambo ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan anayafanya kwa Watanzania, lakini pia ni sisi ambao tunaona kero za wananchi zinavyotatuliwa. Kwa hiyo sisi ni watu ambao tuko katika jamii na tunayaona moja kwa moja yanayofanywa, lakini serikali ni pana na serikali kufikia hata kwenye vijiji, kwenye mtaa ni ngumu sana, lakini sisi kama CHAMATA tuko kila mahali, tuko kwenye kata, kwenye mitaa, kwenye vijiji, na ndio maana sisi tuna hilo dhumuni. Sasa swali la mwisho, mimi ningependa kujua muda mwingi mlikuwepo, lakini hatujaona simama na kuzungumza mafanikio ambayo yanafanyika. Lakini sasa hivi tumeona watu wengi hususan wanaharakati wanamshambulia sana rais ambaye tunaweza tukasema ni mwenyekiti wenu wa Chama cha Mapinduzi. Hii sasa kwa nini nyinyi mnasubiri mpaka watu wengine wazungumzie ubaya wakati pengine kuna mazuri mengi tu ambayo yapo, lakini hatujawahi kuwaona mkisimama na mkiyazungumzia? Asante. Tumeamua kujitokeza kadamnas mbele ya halaiki. Kwanza tumekuwa tukifanya hayo kwa siku zote na sio mara yetu ya kwanza, lakini tulikuwa katika jamii, lakini tumeamua kuviita vyombo vya habari ili mpate kujua, baada ya kuona kuna watu ambao hawatambui yale ambayo mama yetu anayafanya. Kwa hiyo sisi tumeamua kujitokeza ili tuwatambulishe na tuwajulishe yale ambayo mama anayafanya na kwamba ni mtu sahihi na anafaa kuwa kiongozi wetu. Kwa kusema hayo, labda kama kuna mwingine ana chochote anaweza akachangia. Ndugu mwenyekiti, mimi ni kushukuru binafsi kwa kunipa nafasi hii na mimi niweze kuchangia mawazo yangu. Kuhusu majirani zetu wa Kenya, kwanza nianze na utambulisho. Kwa majina naitwa Julius Edward Kamanga, ni mwenyekiti wa CHAMATA wilaya ya Momba. Kwa hiyo majirani zetu wa Kenya kulikuwa kumetokea sintofahamu ilikuwa inaendelea kwenye mitandao ya kijamii iliyokuwa inaleta tafulani. Bila kusahau, tusingesahau kuvishukuru vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vya nchi hii kwa namna na jinsi ambavyo wameendelea kulinda amani ya nchi yetu. Ndio maana mpaka sasa tupo huru, na niendelee kuvisii kwamba viendelee kuwa imara kwa ajili ya kuhakikisha vinalinda amani ya nchi yetu. Na mwisho kabisa ni washukuru ndugu zetu na majirani zetu wa Kenya kwa hiki walichokifanya. Nadhani hakuna binadamu aliyekamilika, kila binadamu ana mapungufu. Wameona haya kwamba tunakoelekea siko, na watambue kwamba kila nchi na mila na desturi zake. Kwa namna na jinsi walivyojitokeza, jambo lilitumiza sana, lakini nadhani walitumwa tu ni mamluki ndani ya nchi yao, au tunawaita machawa, kwa ajili ya kutumika na hao tuseme mataifa ya nje kwa ajili ya kutaka kuja kutuharibia amani ya nchi yetu. Mwisho wa siku wameyaona haya kwamba sisi ni Waafrika, ni wa taifa moja, basi kubwa tukae na kuzijenga nchi zetu mbili hizi kwa ajili ya maendeleo ya nchi zetu. Tunashukuru wameomba radhi, na sisi tunasema kama Watanzania tumepokea msamaha wao, na kazi ya nchi yetu, nchi zetu zote hizi mbili, kazi iendelee, na sisi tunasema karibuni sana wa Kenya kwa ajili ya kuja kuwekeza Tanzania. Tunawakaribisha wa Kenya kwa ajili ya kuja kufanya biashara na Watanzania. Sisi ni watu wa familia moja, wala mambo ya wanaharakati haya hayawezi kutugombanisha kati ya mataifa yetu haya mawili. Asante sana ndugu waandishi wa habari. Na utu tunasonga mbele. Samia Suluhu Hassan, mama anatosha, fomu ni moja, chaguo la Watanzania, kazi iendelee.